taasisi hii ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu ukiangalia haki ndipo ambapo inapotoka. Nyie mtapokea upelelezi, nyie mtachakata, nyie mtakwenda mahakamani, nyie mtasimamia kesi. Baada ya pale haki itandileka, aliyepana haki yake ataweza kuipata. Ni taasisi ambayo ni muhimu sana katika taasisi ambazo nyingi ambazo ziko chini ya wizara hii ya kwetu, na ninatambua kazi hii haifanyi DPP peke yake. Nyie ndio wasaidizi wake, nyie ndio mnawasaidia. Naomba kipekee nitambue kazi nzuri sana ambayo mnaifanya katika taasisi hii. Naomba mjipongeze. Niwaombe na kuwasihi tuendelee kuenzi kufanya kazi hii, tena kwa kuzingatia, nimeona ule wito wenu mnaousema kwamba mashtaka haya yanatolewa kwa wakati, usawa na kwa wote. Ina maana aliye tajiri, aliye maskini, usawa. Wote watapata haki yao kwa wakati na kwa usawa bila kuangalia. Naomba tuendelee sana kuenzi kauli mbiu hii. Lakini hili linapofanyika linaweka pia nguvu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua kwamba wananchi wanahitaji haki itolewe pia kwa wakati. Ameongeza nguvu. Tuna ile Mama Samia Legal Aid Campaign. Ukiangalia wananchi wengi, kampeni zikifanyika kile watajitokeza. Wakijitokeza watasikilizwa, mashtaka yao wataendelea. Mawakili wetu walioko katika ofisi za kule wilayani na ambao wako katika mikoa wataendelea kusikiliza yale mashauri yao na kuweza kuyafanyia kazi. Na kwa taarifa niliyoipata ni kwamba ofisi zako DPP zinashirikiana vizuri, zinashiriki pamoja na zinafanya kazi nzuri sana katika kuhakikisha yale mashauri mengine yanamalizika pale pale na mengine wanaendelea kuyafanyia kazi pale ambapo wameweza kuondoka. Naomba niwahakikishie ushirikiano. DPP, wakati wote ukinihitaji, simu yangu unayo, nipigie, basi tutaweza kuzungumza na kuweza kujadili na kutatua changamoto iliyoko mbele. Napenda kuwapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, na ninaomba muendelee tena mkiifanya mkiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu nyie ni watu muhimu sana. Tuendelee kuifanya kazi hii tukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia tumsaidie sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu hili eneo ni nyeti na ni eneo ambalo ni muhimu sana sana sana. Tunashukuru sana wizara yetu ya Katiba na Sheria, kama wazazi walezi, mmetulea vizuri, mmetuwezesha, na kwa kweli tunapiga hatua. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa sasa tumefanikiwa kufungua ofisi katika makao makuu ya mikoa yote Tanzania bara. Tunazo ofisi maalum za kimashtaka, tunaziita mikoa ya kimashtaka 4, lakini tumeweza kufungua ofisi katika wilaya, na kwa sasa tunazo ofisi katika wilaya 93, ukiachia zile za makao makuu ya mikoa. Tumebakiza wilaya chache tu, tutafanya coverage ya wilaya zote hapa nchini. Katika mikoa hiyo tunatoa huduma za kimashtaka kwa ukamilifu kabisa. Tunazo timu nzuri za watumishi wa kada zote na tunawahudumia wananchi kikamilifu. Ofisi zetu tunatekeleza majukumu kwenye majengo mazuri ya kisasa kabisa. Kama unavyoweza kuona jengo la makao makuu, tuna miradi ya ujenzi wa majengo ya ofisi zetu za mikoa na wilaya inaendelea nchi nzima. Kuna baadhi imekamilika na mingine iko kwenye hatua mbalimbali. Na katika wilaya tunaendelea na ujenzi wa majengo ya wilaya kwa awamu. Naamini kupitia usaidizi wa wizara basi tutaweza kukamilisha ujenzi wa majengo ya wilaya zote. Jukumu letu kubwa ni kusimamia mashtaka ya jinai, na jukumu hili tunalitekeleza katika mahakama zote kuanzia mahakama kuu mpaka mahakama ya mwanzo. Hatufiki tu kwenye mahakama za kijeshi, na jukumu hili mheshimiwa tunalitekeleza kwa ukamilifu kabisa.
Pia tunalo jukumu la kuratibu shughuli za upelelezi. Kama unavyofahamu, katika nchi yetu ziko mamlaka nyingi ambazo zimekasimiwa jukumu la kufanya upelelezi. Kwa kiasi kikubwa majukumu ya upelelezi yanafanywa na Jeshi la Polisi kupitia kurugenzi yake ile ya upelelezi wa makosa ya jinai. Lakini ziko taasisi zingine zinafanya majukumu ya upelelezi. Makosa ya rushwa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, lakini tunayo taasisi inayodhibiti na kupambana na madawa ya kulevya na taasisi zingine. Mamlaka za uhifadhi zinafanya upelelezi pia. Mamlaka ya mapato inafanya upelelezi wa makosa ya kikodi. Kwa sisi tumepewa jukumu la kuratibu shughuli za upelelezi kwa taasisi hizi zote. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka tunasimamia yale mahusiano ya kimataifa ya kubadilishana ushahidi, na mkurugenzi wa mashtaka yeye ni Central Authority ya ile Mutual Legal Assistance. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ni mdau muhimu kabisa katika mnyororo wa haki jinai. Sisi tuko katikati pale, mheshimiwa. Wapelelezi wakikamilisha upelelezi wao wanaleta kwetu, lakini sisi tukishachakata tunakwenda mahakamani. Tutaendelea kutekeleza jukumu hili kwa weledi, kwa umakini na kwa uadilifu mkubwa. Tunafahamu tunalo jukumu kama Ofisi ya Taifa ya Mashtaka la kuhakikisha kwamba Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2025-2050 inatekelezwa, na moja ya nguzo pale ni utawala bora. Utawala bora, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inaingia. Tutalitekeleza jukumu hili kwa ukamilifu kabisa, Mheshimiwa Katibu Mkuu.